Ni siku 21 za maombi zitakazoondoa vifungo mbalimbali, mipaka ya kufanikiwa. Chini ya mtumishi wa Mungu Bishop James Mdoe ataombea watu mbalimbali. Bado unayo nafasi mpaka tarehe 22 mwezi wa pili mwaka 2026, kila siku saa 10 jioni mpaka saa 12, na Jumapili itakuwa ibada pekee ya neno la Mungu, maombi na maombezi, kisha tarehe 22 kuhitimisha na sakramenti ya meza ya Bwana. Hakikisha adui asiweke kizuizi cha kukosa maombi haya. Njoo na jirani yako. Location Kitunda Kibeberu, kanisa la Yesu ni lango la uzima, au tupigie kwa simu namba 0679266863. Wote tuende kwa Yesu. Fanya awe mtu wa kuloga watu huyu. Nitaluka naye kwenye ungo huyu. Nitafanya naye yes, bibi naona anaungua na majeshi yake. Anayesema ni mjukuu wangu anaungua moto, 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 bibi anaungua moto. Aliyeweka agano la kitovu, aliyesema lazima awe Sema amina tena mahali pale. Salimia wa kulia na kushoto, mwambie karibu ibadani. Mwambie nakukaribisha kwenye ibada yetu ya leo ya siku yetu ya 10 ya mfungo. Na kama utakumbuka, nimekuwa nimekazia kitu kimoja muda mrefu au kwenye siku nyingi, kwamba unapoomba mahali jitahidi sana uombe ukipaza sauti. Siombe kama mtu ambaye ananong'ona. Omba mpaka upaze sauti, ili ulimwengu agiza ujue kuna mtu mahali. Siombe tu kama mtu ambaye unaomba kama huna tumaini. Omba sauti yako isikike mahali, kwa maana ni sauti ya kifarume na ni sauti ya ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka kila muombaji anga isikie kwamba kuna mtu anaomba mahali. Yaani unaomba mahali afu anga inasikia kwamba kuna mtu yuko nini? Anaomba mahali. Tamani wewe unaomba. Biblia inasema alisikia kilio cha wana wa Israeli, akamwambia Musa, nenda ukawatoe. Maana asingesikia masauti makubwa ya vilio, Mungu asingemwambia Musa akawatoe. Unajua kuna wakati adui anaweza asikubali wewe ukafanyaje? Ukaomba kwa sababu upo kwenye nyumba ya kupanga. Lakini kwenye maombi ya mwambie Mungu kwamba naenda kujenga nyumba ya kwangu, ili unapoomba hakuna kukuuliza. Lakini shetani naye anaweza kuzuia kinywa chako chenye mamlaka, anakuweka tu nyumba ya kupanga. Na kisha kuweka nyumba ya kupanga tayari unakuta mtaombaje sasa? Wenyewe wakinisikia wapangaji wenzangu sasa, alafu kumbe anasema yes, acha nilikong'ote hili. Lakini kwenye maombi haya mwambie Mungu, navuka naenda kwenye nyumba yangu. Amen yako haijanitosha kabisa. Nasema unamwambia Mungu kabisa, navuka naenda kwenye nyumba yangu, ambayo unaweza kaamua kusimama kwenye hiyo nyumba yako mlangoni na ukaomba na umefungua mlango. Alafu watoto wakasema, jamani mlokole kachanganyikiwa huyu. Unasimama kwenye mlango afu unaanza kuporomosha nini? Maombi. Biblia inasema Danieli alipozuiwa kuomba kwa habari ya Mungu wake, yeye akafungua nini? Dirisha la upande wa mashariki ambalo linaelekea ikulu. Kwa nini amefungua dirisha? Kwa sababu nyumba ni ya kwake. Kuna taamina hapa, watu waelewe ninachokiongea. Yaani Danieli ameambiwa kwamba hakuruhusiwi mtoto kuomba Mungu yoyote isipokuwa Mungu wa nani? Wa mfalme. Lakini Danieli akasema sasa ikulu ndio huku mashariki ndio huku akafungua ile dirisha, akaanza kuelekeza maombi wapi? Huko ikulu. Kwa sababu amekaa kwenye nyumba yake. Lakini sasa ukikaa kwenye nyumba ya kupanga, ukiomba unaweza shangaa kesho kaja na karatasi la notice. Ndio maana nikasema maombi hayo usikubali. Mwambie Mungu, mwisho wa kukaa kwenye nyumba ya kupanga mimi ni leo. Na Mungu anasikia maneno ya watoto wake. Mwambie kabisa, siku ya mwisho kukaa kwenye nyumba ni hii. Mwakani majira kama haya na mimi nitakuwa nakaa kwenye nyumba yangu. Haleluya, haleluya. Ongeza ameni tena mahali pale. Leo nataka tujifunze kwa habari ya enzi. Mwambie jirani yako enzi. Enzi na mamlaka. Nataka tujifunze leo kwa habari ya nini? Ya enzi na mamlaka. Mungu atupe roho ya kusikia na kuelewa kile ambacho angetaka tusikie kutoka kwake leo. Enzi na mamlaka. Haleluya. Mtu mmoja aseme amina nisikie. Nani anaweza kaniambia enzi ni kitu gani?
enzi ni kitu gani? Kwa mtu anaweza kanipa hata uelekeo wa kuelewa enzi ni kitu gani? Hakuna anayefahamu? Si utujaribu hata kujaribu. Karibu mwanangu, jaribu tu. Ndiyo. Amen. Anasema enzi ni eneo au mahali palipo na kiti cha mfalme. Ni vizuri, umepata kama kwenye 75 max hivi, sio mbaya. Lakini enzi maana yake ni mahali pa mtu kutawala. Enzi maana ni mahali pa mtu kutawala. Yaani hii leo tukisema mamlaka ya rais wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu Hassan, yeye ana enzi yake ya kutawala, ni Tanzania. Hii Tanzania yote iko chini yake, anaitawala yeye. Haleluya! Kwa hiyo mamlaka ya enzi ya Tanzania anayo nani? Samia Suluhu Hassan. Yeye ndiye anayeitawala hiyo mamlaka ya Tanzania. Bwana Yesu apewe sifa. Asifiwe tena Yesu. Kwa hiyo katika ile mamlaka kuna mahali na mahali ambapo panaitwa enzi. Sasa anaposemea habari ya enzi ndani ya mamlaka, maana yake katika hiyo mamlaka utaenda utamkuta huyo mmiliki, huyo mtawala amekaa. Ndiko mahali pake anapofanya nini? Anapokaa. Ile inaitwa enzi yake. Yaani ukienda pale Ikulu Magogoni, pale ni enzi. Enzini pake. Enzini pake Mama Samia ni wapi? Magogoni Ikulu. Lakini tena kuna Dodoma, Ikulu ya Dodoma, panaitwa enzini kwake. Haleluya. Enzini kwake. Na Mungu wetu yeye anakaa kwenye enzi yake. Biblia inasema anakaa juu ya enzi ya fahari kuu. Yaani duniani panaweza pakawa na enzi za wafalme, pakawa na wakuu wa hii dunia, wanazo enzi zao. Lakini enzi zao hao wakuu sio enzi za fahari kuu kama enzi ya Mungu wetu tunayemwabudu Jehova Shama. Yeye anakaa enzi ya fahari kuu. Haleluya. Haleluya tena. Mahali fulani wasoma Biblia wanasema ni mbinguni, sawa. Lakini mimi nafahamu ni enzi ya fahari kuu, ambapo hapo anakaa yeye mwenyewe. Na ndipo nikasema alipotuumba kwa sura na mfano wake, na yeye akatuweka sisi wanadamu kwenye enzi ya fahari ya dunia, ambapo panaitwa Edeni. Enzi ya fahari ya dunia panaitwa Edeni. Akamweka huyo mtu mume na mtu mke kwenye hiyo enzi. Ili nini? Ili huyo mtu wa kike na wa kiume atawale. Kila anayekaa kwenye enzi ana nguvu ya kutawala. Sasa Mungu alipokaa kwenye enzi ya fahari kuu mbinguni, na yeye akaona mwanadamu aliyemuumba kwa sura mfano wake amweke Edeni. Halafu neno la kwanza akamwambia, nenda ukatawale, ukamiliki na kutiisha. Haleluya. Yeyote mwenye enzi, cha kwanza ana kitu kimoja cha kutawala, cha pili ana kitu cha kumiliki, lakini cha tatu ana kitu cha kutiisha. Yeyote mwenye enzi, huwezi kukutana na mtu mwenye enzi halafu ukawa comfortable. Yesu apewe sifa. Atukuzwe Kristo Yesu. Asifiwe tena Yesu. Yeyote mwenye enzi, iwe hata kama ni kampuni, huyo mwenye hiyo kampuni akipita mahali, hata kama watu wa kampuni hawana cha kufanya, utasikia mara huyu kashikashika gari, huyu kagusagusa meza, anaangalia ifanye, huyu kashika fagio, hata kama alishafagia asubuhi. Kwa nini? Mwenye enzi anapita. Haleluya. Mwenye enzi anapita.
Sasa Mungu alipoketi enzi ya juu, na yeye akatuweka enzi ya duniani, na alichotuambia tukatawale na kumiliki na kutiisha vitu hivi vitatu. Yaani ndio maana unatakiwa ukipita mahali, wewe mtu wa Mungu, ukipita mahali, kila watu wafanyeje? Anapita mtu wa Mungu. Na leo hii kuna wanaotembea na hiyo slogani, na wakipita mahali watu wanatetemeka. Haleluya, haleluya tena. Yaani wakiambiwa anakuja mtu fulani wa Mungu mahali, unashangaa shughuli zote zinafanyaje? Zinasimama. Wako wahubiri wakubwa wakienda mahali, kwa sababu ni wanamiliki enzi fulani ya ukuu, unashangaa rais wa hiyo nchi anasema jamani, fulani anakuja. Kwa hiyo anaandaa ulinzi, anaandaa mahali pa kulala, anajua mwenye enzi anafanya nini, anakuja kama dasia. Haleluya. Na sasa enzi ya duniani wamepewa wana wa Mungu tu. Enzi ya duniani wamepewa wana wa Mungu, yaani wewe na mimi ndio tumepewa hii enzi ya duniani. Cha kwanza tukamiliki hapa duniani, cha pili tukatawale, cha tatu tukatiishe. Hivi vitatu kama hauna, wewe na uhakika katika enzi wewe hauna. Unisikize vizuri sana, ili unapoenda kuomba ujue tunaomba kitu gani. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ili uweze kuishi hapa chini kama mwenye enzi, ni lazima uwe na vitu vitatu. Cha kwanza uwe na kitu cha kutawala, kumiliki na kutiisha. Uwe navyo hivi vitu. Yaani manake ukienda mahali hata kama ni Kariakoo, wajue leo Debora kaja Kariakoo. Wajue kama amekuja Kariakoo. Ukiona hawajui kama umekuja, uwe na uhakika enzi yako na mamlaka yako umenyang'anywa, huna hivyo vitu. Uwe na uhakika huna hivyo vitu. Kama unaenda mahali na watu hawajajua. Sikuja nikasema kitu moja hapa kanisani. Hakuna kitu kibaya kinachoumiza kama umelikuwepo kwenye ibada, alafu kesho ukakutana na mdoe, na mdoe akakuuliza wewe, mbona huji kanisani? Ibadani. Maana yake nini? Kwenye ulimwengu wa roho uwepo wako wewe hautambulikani wala hauonekani. Uwepo wako wewe. Bwana Yesu asifiwe. Shida yako sasa unafanya kubembeleza kabisa hivi. Si unajua unalalaga, usibembeleze hivi. Kaa vizuri. Unaona kabisa una shida hiyo, unakaa vizuri au unasimama. Ukianguka hapa mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya saba, hautalala tena. Nakupa njia ya kupoza nani? Adui shetani. Sasa wewe unabembelezwa na kausinge kafeni, kafeni ka upepo, unafanya kabisa hivi. Utalala tu. Haleluya. Na vita vyako viko hapa kwenye neno. Ukiweza kushinda hapa mwanangu, umefaulu. Kwa sababu watu Mungu anamkomboa kupitia neno. Neno linabadilisha mtu. Haleluya. Haleluya tena. Kwa hiyo unapoona kama adui anakumwambia adui silali, na unanuiza toka nyumbani, silali na sitalala. Sikia sauti hii. Nasema mimi niliyebarikiwa, ni mwenye enzi yangu, sitalala. Uone kama utalala kwenye ibada. Lakini mdoe anahubiri, unafanya kuangalia hivi afu unaweka inchi hapa. Utakoloma tu. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka kila aliye wa Mungu kwenye ibada leo, lazima Mungu ampe kutawala. Lakini Mungu ampe kumiliki. Lakini cha tatu Mungu ampe kutiisha. Haleluya. Upewe kutawala leo, upewe kumiliki leo, na upewe kutiisha leo. Hivi vitu vitatu leo vipewe kutoka kwenye mbingu. Aliye na enzi kuu ya fahari akuvishe hivi vitu. Alafu kitoka hapa uwe navyo. Yaani kile unachokitaka wewe kiwepo. Unachokitaka wewe kifanyeje? Kiwepo. Bwana Yesu apewe sifa. Ukishakuwa na vitu vitatu tayari, wanajua ameshatambua enzi yake huyu. Hawagusi. Anayekupokonya wewe enzi ni nani? Ni wakuu wa familia, wakuu wa ukoo. Hawa ndio ambao wanampokonya mtu aliyepewa neema ya kimungu, wanampokonya enzi. Hawa jamaa. Halafu akishampokonya enzi, badala yule mkuu atawale, wao sasa wanaanza kumtawala yeye. Baadaye yeye ni mtawala, lakini anaitwa mtawaliwa. Yule mtu anatembea sasa ni kama vile mtu ambaye hana pa kwenda. Hajui asubuhi, hajui jioni, hajui biashara, hajui mambo ya ndoa, yupo tu.
anasafa mahali. Leo nataka mbingu itambue kwamba wewe ulishapewa enzi hapa duniani. Wachawi kazi yao wao ni kushikilia enzi za watu. Hata hapa nahubiri, wengine wanasema rusha mshale ule, piga ule mshale ili ufanyeje? Umpokonye Mdoe enzi. Mimi nasema mshale wote utakao kabla hujarushwa, malaika wanaotumika na mimi kwenye enzi ya madhabahu ya Yesu lango la uzima wameshashika huo mshale, wameshaudaka huo mshale. Alafu ndio utashangaa mbona haujampata ule mshale. Haujampata kwa sababu niko kwenye enzi yangu. Yaani enzi yangu mimi ni hapa. Kwa hiyo nikiingia hapa, chochote hapa lazima kitiishe, nikitiishe na nikimiliki na nikitawale. Na mimi leo natamka, chochote ambacho nakihitaji, unakitaka kwenye maisha yako, Mungu akakupe, ukitawale, ukimiliki na ukakitiishe chochote. Haleluya, haleluya tena. Adamu alipokuwa bustani Edeni, wanyama wote walikuwepo hapo Edeni, na hata simba walikuwepo Edeni, lakini simba hawakuweza kumla Adamu wala Eva. Kwa nini? Walikuwa hawajapokonywa enzi. Wakimwona wanamuogopa. Kwa nini? Ana utiisho. Wakimwona wanamuogopa. Kwa nini? Ndiye mmiliki wa hapo. Wakimwona wanamuogopa. Kwa nini? Ndiye mtawala wa hapo. Kwa hiyo wakimwona hivi wanamwacha. Lakini siku tu amepokonywa ile enzi ya Adamu na Eva, wenyewe wakiwaona wale tembo, wakiwaona wale simba wa Edeni, wenyewe Adamu na Eva wakakimbia. Kwa nini? Wataliwa. Na ndio maana Mungu anakuja kwenye enzi aliyowaacha. Anafika kwenye hiyo enzi, anaita Adamu, uko wapi? Anasema mzee, nishakimbia. Vipi? Simba wa Edeni. Nimeshakimbia. Vipi? Hawa chui wa Edeni. Nimekimbia. Vipi? Majoka aliyoko hapa Edeni. Lakini mwanzo hakukimbia. Kwa nini hakukimbia? Ni kwa sababu ana hiyo enzi, ndio mtawala wa hiyo enzi. Haleluya, haleluya, haleluya. Na mimi nataka Mungu akuweke mahali penye enzi yako. Inawezekana tangu unakuwa unasoma kuna kitu unakitamani, unakitaka kiwe kwenye maisha yako. Hicho kitu leo ukakipewe kwa jina la Yesu. Nasema hicho kitu ukakipewe leo kwa jina la Yesu. Kuna vitu unavitaka tangu zamani. Haleluya, haleluya tena. Rafiki yangu mmoja anaitwa Samueli, si kama maarufu, anamkumbuka huyo jamaa. Amemaliza, huu ni mwaka wa 3 wa 4 sasa tangu amalize form 4, lakini tunakaribiana umri. Haleluya. Yaani kwao wote aliyesoma ameishia la 6 kwao. Ukoo mzima, sio familia, ukoo mzima aliyesoma kaishia la 6. Samueli ameokoka, anasema Bwana, lazima mimi niwe msomi wa kwanza. Lazima mimi niwe msomi wa kwanza. Sasa mimi nafikiri ndio yuko chuo sasa mwaka wa kwanza huu. Lazima niwe msomi wa kwanza. Kila akienda darasa la 7 karudia mara 4. Kila akienda anaambiwa mzee umeferi, anarudi tena. Anaanza tena na maombi na mifungo. Anataka anyang'anye enzi. Familia na ukoo imenyang'anywa enzi ya wasomi, hakuna wasomi. Lakini Samueli anasema Mungu uishie enzini, enzini pako. Leo ukaniweke kwenye enzi ya elimu. Akienda akiandika mtihani, anashangaa anaandika vizuri, lakini kumbe anakosea. Wakienda kusahihisha, karudi tena. Namuuliza mtumishi vipi? Anasema mimi nasikia mimi ni msomi mkubwa. Akasema hii ngoma imekubali. Nikasema katika ngoma zenye imani hii ngoma imekubali. Vipi? Anasema nataka nipindue kiti cha enzi ya familia. Kilichopinduliwa kwetu ni wasomi, ni watu wenye akili sana, lakini hawasomi. Lakini mimi Samueli nitakipindua kiti. Haleluya, haleluya. Mwaka juzi 2010 na ngapi na 22 ndio mwamba kamaliza form 4. Vijana wote wapendwa wanaomjua wale kule kwenye madhehebu yetu kulikuwa na vijana wanaitwa CGM. Unajua CGM? Yaani vijana, umoja wa vijana. Walikusanyika hapo. Samueli ana miaka 48. Afu ngome imemaliza nini? Form 4. Inaenda tena mbele. Afu asema lazima nipindue kiti. Kumbe hata kumnyang'anya mtu enzi ni vita eti. Sio rahisi hivyo. Ni kukomaa eti. Ni kuamua kwa dhamira za ndani kwamba lazima watoto wangu wawe maprofesa, lazima familia yangu iwe na wakuu, lazima wawe namna hii, lazima. Wewe mwaka wa kwanza mtu anafeli, anarudi nyumbani, wamesema shauri yako, sisi hatutoi. Unajua gale familia ikisha nyang'anywa enzi,
Wanakuambia tutoi hiyo ada, tutoi. Anakuja kwa wapendwa, mtumishi wa Mungu. Na kanisani yupo anacheza sana. Wazee kama hivyo wa kanisa, na mtumishi wa Mungu, nimeambiwa pale ada safari 120,000. Sina, nataka nirudie. Watu wanatoa kanisani wanampa. Haya, amepindua kiti. Amefika nini? Form 4. Sasa hivi ninavyoongea ameshamaliza form 6, ndio yuko chuo mwaka wa ngapi? Wa kwanza. Shughuli yake nafikia sasa hivi ana mwaka 51 sasa. Habari asubuhi. Ndio wewe sasa kwenu kuna enzi imenyang'anywa, na enzi ukishanyang'anywa inaanza kuwaendesha nyie wana familia. Unashangaa tu kila mmoja hawezi, kila mmoja haende. Enzi inaweza kukamata watu wa familia wasiolewe, inaweza kukamata watu wa familia wasiwe na hela, inaweza kukamata watu wa familia wasiwe wakuu, inaweza kukamata watu wa familia wasiwe na kitu chochote cha kudhamanika. Haleluya. Haleluya tena. Haleluya tena. Na ndio maana nikakwambia mwanangu, unasali Yesu lango la uzima. Tuachane hivi vitu kwenye familia. Kuna mchango wa 200,000 huko hapa wewe. Mimi bahati mbaya uniletee huo mchango, lakini nikisikia kwamba kwenye familia yenu mnatafuta 200,000 ya kumuuguza mtu, mama anaitaka huko jini 200,000, halafu mnaanza kuorozesha daftari umati wa familia, ujue tu enzi ya huo ukoo ilishanyang'anywa. Lakini nataka majitu yawepo hapa Yesu lango la uzima. Yaani kuna namna ambavyo nyumbani natakiwa 1,000,000. Unasema okay mzee, kesho natuma. Hakuna hata amina za kutosha hapa. Sijui kama watu wamenielewa. Si mnataka michango ndio maana mnapata shida. Mungu ana majianti, Mungu hana wanyonge. Anasema tukupewa roho ya unyonge bali roho ya nguvu na ujasiri na uweza. Sasa hiyo roho ya ujasiri na uweza ndio wewe unachanga shilingi 3,000 za mchango wa familia. Halafu unanena kwa lugha hapa. Hapo ukinena kwa lugha ni maana nyumbani kuna tatizo la 2,000,000. Unamwambia nitaleta. Uketie zini pako. Haleluya. Haleluya tena. Na mke wangu hapa alikuwa mtu kaketu mmoja hivi, ana neema ya kuchangisha ukaka. Kidogo tu. Mdoe aisee pale tunatakiwa 1,500,000. Sasa naomba na wewe mchango wako 6,000. Toa pile jasema amina hapa. Walikuwa wanapenda kuchangishana. Na wewe mdoe mchango wako 6,000. Nikaangalia nikasema hii hawanipati. Hawafanyi nini? Hawanipati. Sinajua mchango unapoenda, naamsha simu. Eti ulikuwa na mwanangu usiwi nini? 1,500,000. Sawa, natuma 2,200,000 hapa. Hakuna aliyepiga makofi. Umelogwa ndio maana uone kama jambo la ajabu. Hilo ni jambo la ushindi. Waliokaa kwenye enzi huwa wanamalizaga matatizo ya familia. Sio unataka leo uwekwe kwenye enzi ya fahari kuu, halafu unaanza una daftari refu. Kisa uko Dar es Salaam, unawajua wote wa Dar es Salaam. Unajivunia kasa, unajua mimi nawajua uko mzima. Unachaguliwa ndio katibu wa kusanya michango. Mimi simo. Tukasikia mtu mmoja akisema na mimi simo. Mbona sote tuko chini? Mwambie mimi simo. Mwambie na mimi simo kwenye michango. Likitokea jambo kwenye familia la 2,000,000, 3,000,000, unasimama peke yako utamaliza hilo jambo. Unasema tu bwana nitamaliza mimi, haina shida. Halafu nalimaliza jambo. Asa kaka yangu akaona mara ya kwanza nikalimaliza jambo. Ikaja tena akapiga simu. Nikamwambia mzee na fulani, okay nitamaliza mimi. Baadaye akasema yule dogo anajifanya analinga sana yule. Anajifanya na hela sana yule. Hajui kwamba mimi nimeketishwa kwenye enzi juu. Biblia inasema tumepandishwa juu sana, tukaketi pamoja naye juu sana, kupita enzi yote haya, kupita mamlaka, kupita usultani, kupita namna yote ya ukuu. Tumekatishwa pamoja naye mkono wa kuume. Tumekatishwa katika hivyo. Alafu tunaanza kusumbuana na michango 10,000 hapa. Mtu mmoja kashachukia hapa. Nijitahidi mwanangu. Jitahidi, chukua hiyo roho ikusaidie. Bebe hiyo roho ikusaidie. Beba, tunajua kwako inawezekana ni ngumu, mimi nakuambukiza, ibebe hiyo roho ikusaidie. Utaenjoy maisha haya. Haleluya. Haleluya tena. Utaenjoy haya maisha. Yaani jambo likitokea kwenye familia usema yes, yuko mtu. Ni nani? Ni huyo Agnes, ni huyo Maria, yuko mtu. Wewe unasema tu jamani mimi nitamaliza hilo jambo, basi naomba yaishe pale.
Haleluya, haleluya. Tena mimi mwenzako nafanya nakuwa kihelele, yakitokea matatizo kwenye familia yetu, hiyo ya msiba, natamani nitoe peke yangu, natamani nitoe peke yangu. Kwa nini? Nimekatishwa enzini. Haya, nimekatishwa wapi? Enzini. Tamani nitoe peke yangu. Haleluya. Tumefika hapa, tuko na mtumishi wa Mungu mzee Matayo kwenye msiba nyumbani. Tukafika pale, nikamwambia baba mdogo, vipi mzee? Kwa wakati naenda nikamwambia mzee, maliza vitu vyote, andika kwenye daftari, ndalipa mimi kesho. Nikaja, mzee akaingia pale. Alipoingia pale, nimeweza kuzika, akaniambia bwana, hapa sasa inadaiwa 2,207,000. Nikaanza kujipekua, nikamwambia mzee, mzigo. Naongea vile baba yetu mkubwa mmoja akasema akaniambia kwa kilugha, sio vizuri sana, hao jamaa watakuchukia. Nikamwambia mzee, mimi nimeketishwa, wao wakichukia 2,207,000 nitaka kuifuta peke yangu, ibidi nishikilie zangu hivyo, shikilia. Nimesimama pale pale. Haya basi, waambie wachange. Wakapiga fulani, mchango wako, anaita 20, 10, wakachanga zikafika 500 na ngapi, kama na 70 hivi. Mimi nikatoa 2,200,000 na 170,000. Nikamwambia mzee, maliza hilo deni, kalipe. Nikaondoka. Alafu sikulala, kwa sababu nyumbani hakulalikia kiovyo ovyo. Sema amina kwa jina la Yesu. Nimemaliza pale, Mathayo ananiambia mzee, situondoke kesho. Nikamwambia kesho lala wewe, kwa sababu wewe Msukuma, mimi Msambaa. Nikilala hapa vitasagana vyuma usiku hapa. Haleluya, haleluya. Sema nimeketishwa enzini pake. Sema kwa nguvu, nimeketishwa enzini pake. Kila ninalolitaka litakuwa la kwangu, kila ninalolipenda litakuwa la kwangu, maana nimeketishwa juu sana, kupita usultani wote, kupita ufalme wote, kupita ukuu wote. Nimeketishwa juu sana. Mtu pili aseme amina pale. Na kuambukiza hii ikukolee, utaenjoy maisha. Uwezi, kuna mipaka mingine uifungui mpaka uketishwe. Mwenyezi Mungu nakwambia kweli, kuna mipaka mingine huwezi kupita mpaka uketishwe mahali. Na leo utakapojua namna tu ya kuketishwa, mwanangu, utashangaa vitu unafanya peke yako. Wewe jaribu kesho, hata kuanzia kitu cha 50 cha laki kimekuja kwenye familia, cha laki toa. Kimekuja si kwenye kundi la kwaya, unacho, usichange. Walioketishwa kwenye kwaya wanaanza kusema ni kwa yetu sisi tunaye bwana, tunaye mama Mdoe bwana, anamaliza shughuli, mambo yanaisha. Haleluya, haleluya. Lakini ukianza tu jamani, hapa sasa hii 20 wewe toa 4,000, wewe 3. Haleluya, haleluya. Natamani watu wa hapa waketishwe leo, halafu wamiliki manoti. Nasema mikono ihesabu noti. Asiwepo mtu hata mmoja anayehesabu pesa kwenye mikono yake akatetemeka, au akihesabu pesa kwenye mikono yake ikatoka jasho. Kuanzia leo upewe minoti. Minoti ya Tanzania upewe, minoti ya Marekani upewe, minoti ya Uingereza upewe, minoti ya Canada upewe, upewe minoti. Haleluya. Unakuwa kama Mdoe wa zamani bwana. 200,000 unahesabu dakika 15. Ameshachukia yule. Haleluya. Mimi nilikuwa ukinipa 200,000 nikihesabu zinadondoka kwanza. Hata nishikeje zitadondoka. Kwanza nitabidi nzibane hapa. Alafu nzipige kidole, kipiga kidole nishadondosha chini. Alafu muda huo mikono imetoka jasho kama nimetoka kunawa uso. Kumbe nini? Niko nje ya enzi. Aya. Leo niletea hapa bilioni 1 unipe sali moja, nishamaliza kuhesabu. Afu sha. Zingine nikiziangalia unajua hizi zenyewe, hii milioni imetimia, hii imepungua 20,000 na sikosei. Kwa nini? Enzi. Pokea enzi yako. Nasema pokea enzi yako. Nasema pokea enzi yako. Nasema pokea enzi yako. Pokea enzi yako. Jina la Yesu Kristo. Yaani unahesabu 200,000 unahesabu mpaka zinadondoka. Ukipewa kinadondoka, mikono inatoka jasho. Jasho inatoka wapi? Huko nje ya enzi. Hey. Taimba haleluya. Taimba haleluya. Taimba haleluya. Taimba haleluya. Sema amina katika jina la Yesu.
Kitabu cha Mwanzo sura ya 41 mstari wa 40. Mwanzo 41. Muda nao nakimbia jamani, au tuombe maombi ya kuzuia muda. Nataka nimalize mahali fulani afu tuende vizuri. Oh Yesu nisaidie hapa jamani. Patimie vizuri hapa alafu ndio tuombe. Galilaya Yesu alitembea juu ya maji kwa uwezo wa Roho. Galilaya Yesu alitembea juu ya maji ni kwa uwezo wa Roho. 41:40 kitabu cha Mwanzo. Mwanzo sura 41 mstari wa 40. Ndiyo. Neno la Bwana linasema. Neno la Bwana linasema, basi wewe utakuwa juu ya nyumba yangu. Basi wewe utakuwa juu ya nyumba yangu. Juu ya nyumba yangu wewe. Na kwa neno lako, wewe, watu wangu watatawaliwa. Watu wangu, kwa neno lako wewe uliyekuwa juu ya nyumba yangu, watu wangu watatawaliwa. Amen. Wewe uliyekuwa juu ya nyumba yangu wewe, kwa neno lako wewe, watu wangu mimi wa ukoo wa Mdoe, uzao wa Mdoe watatawaliwa. Amen. Anaposema watatawaliwa watu wangu, maana yake watu wake hawana enzi. Amen. Anaposema kwa neno lako wewe watu wangu watatawaliwa, maana yake ni vipi? Kwamba huyo mtu anaenda kuikamata enzi ya hiyo familia. Amen. Halafu anawaamrisha. Amina. Katika kiti cha enzi, katika kiti cha enzi tu nitakuwa mkuu kuliko wewe. Katika kiti cha enzi tu nitakuwa mkuu kuliko wewe. Amen. Huyu jamaa anayetawala anasema hivi, sawa umenipa familia yako, lakini katika kiti cha enzi cha hiyo familia mimi nitakuwa mkuu kuliko wewe mwenye watoto. Amen. Kwa hiyo unashangaa mtu na watoto, lakini kuna jitu liko wapi? Liko Simanjiro lenyewe lina nini? Natawala. Yaani wako Dar es Salaam hapo unakaa kwenye nyumba nzuri na rangi, kuna mtu anaingia kwenye nyumba yake hivi afu ina moshi, alafu anatawala familia yako. Kwa nini? Kwa sababu yeye amekuwa mkuu kwenye nyumba yako na sauti yake itatawala watoto wako. Na ndivyo maisha mengi ya walokole wako wa leo. Walokole wengi tunatawaliwa. Walokole tunatawaliwa. Sihitaji mtu anayesema siri kitu fulani, sihitaji. Amen. Hata amina hakuna hapo. Amen. Wewe ukiona tu kuna vitu baadhi hauli kwenye maisha yako, ujue kuna aliyekaa kitini pake anayewatawala, anayewaongoza. Inatakiwa chochote unachokiona ham. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni mfalme, umeketi juu ya kiti cha enzi. Umeketi kwenye utawala usio na kipimo. Nani aweze kukufunga usinywe maziwa ya ng'ombe? Nampenda mama Lokatale. Akaenda kwa daktari. Daktari akamwambia, mama, sasa kwa umri wako ninaomba sasa usile nyama. Akasema, we una pepo, yaani mimi nisile nyama natafuta raza nini? Akasema, kipimo chako hicho kishindwe kwa jina la Yesu. Amen. Akafika nyumbani manyama kama kawaida. Kwa nini? Walioketishwa kwenye enzi. Amen. Walioketishwa kwenye enzi, cha kwanza wanakula nyama sana, wanapenda nyama sana. Amen. Kwa sababu waenzini wote wanapenda nyama sana. Amen. Haleluya. Mungu anamwambia nichinjie ndama wa miaka 3. Vipi? Nyama. Alafu nitokosee. Alafu na kichwa chake kiweke pembeni. Angalia minofu yake itokosee, alafu itenge hapo. Alafu mimi nitajitokeza. Ametenga hapo, akaweka hapo, akapita kama moto sha. Amen. Paka kauka muda huo. Nilipenda ile ya nani? Gideoni aliambiwa mwaga na mchuzi. Amina. Mungu aliyeketi kwenye enzi anapenda nyama. Sembuse wewe unaenda kupandishwa leo jioni ya leo, unasikia sijui nani, unajua kwetu sisi hatulagi nyama ya kondoo. Mimi nakula mpaka ulimi wake. Haleluya. Amen. Kila kitu lazima, kwa sababu umeketi kwenye enzi. Haleluya. Gideoni anamwambia, kama ni wewe Bwana, niacha niingie ndani niandae mwanambuzi. Akasema, ingia ndani, andaa mwanambuzi.
weka kwenye jiwe hapo vizuri. Akaweka, alivyoweka asikia sauti akasema, mbona mchuzi unaondoa? Mimi nikasema huyu Mungu ni kama vile wa Kisambaa hivi, sababu Wasambaa tunapenda michuzi. Nikasema huyu atakuwa Mungu wa Kisambaa huyu. Akaweka pale, alivyomiminia asema moto ukashuka Gideoni anaangalia anakuta peupe. Akasema huyu kweli ndiye. Akamwambia, kuanzia leo mzee, nimekubali kuwa shujaa. Na ile madhabahu ya Yoashi baba yangu nitaipasua kwa nguvu yako wewe, maana umeweza kula mpaka na mchuzi. Hebu sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Jioni ya leo. Jioni ya leo. Kila enzi yangu ilipochukuliwa, ilipoharibiwa, leo inarudi tena. Kwenye maisha yangu. Kila enzi yangu. Wachawi wa kanisani, wachawi wa familia walipoichukua, leo inarudi tena. Enzi ya kutawala, enzi ya kumiliki, enzi ya kutiisha, katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Ukilielewa somo hili utafika kila mahali, watu watainuka. Alafu nakusalimia, Bwana Yesu asifiwe. Hakupi Bwana Yesu asifiwe akiwa amekaa. Ubarikiwe mwanangu Shemasi, umeelewa hiyo? Hii habari ya kumfuata mtumishi, Bwana Yesu apewe sifa sana. Alafu kakaa, ujue hujaketishwa. Aliyeketishwa kile Bwana ameshasimama. Mtumishi ubarikiwe. Abarikiwe. Leo hapa baba yangu Paulo Sosela atokea hapa. Yaani kabla hajafika hapa nishasimama ujue. Kitu jua kikaliki, kwa nini? Ameketishwa. Amen. Lazima nisimame ili nimsalimie. Lakini wewe leo kila unayemkuta, amen, mnaendeleaje? Somo linakuhusu mwanangu. Nasema hili somo linakuhusu mwanangu. Unatakiwa leo mwambie Bwana, niketishe pamoja na wakuu kwenye enzi ya fahari kuu. Nikipita mahali ni tawale, ni miliki na kutiisha. Halafu utamwambia adui, watoto wangu, ndugu zangu hautawamiliki tena. Amina, haijatosha pale. Amen. Nasema utamwambia shetani na vibaraka wake na waganga kienyeji na wachawi na maajenti wa kuzimu waliowekewa hirizi kama chanjo kwenye mili yao ili waweze kuharibu nguvu yako ya kumiliki. Utawaambia kuanzia leo hamtaweza tena kusimama pa enzi yangu. Haleluya. Haleluya tena. Haleluya tena. Mungu ajabu sana. Enzi yake Mungu ni enzi ya nuru. Mtu mmoja aseme amina, niendelee mahali. Enzi yake Mungu ni enzi ya nini? Ya nuruni, si ndio? Biblia inasema mahali pake alipoketi kwenye enzi yake hapahitaji jua wala nini wala mwezi. Anasema taa yake ni mwana kondoo. Kwenye hiyo enzi, yani Yesu ndiye anamulika kote kote. Kwa kumbe enzi, Roho Mtakatifu ananipeleka mahali. Mtu mmoja si aseme amina hapa. Amen. Kumbe enzi ya mtu wa Mungu lazima iwe na mng'ao. Yes. Wa kutiisha. Amen. Wa kumiliki na wa kutawala. Haleluya. Amen. Roho Mtakatifu ananiambia hivi, ndio maana aliyepewa enzi kwenye uzao wa Yakobo, sema amina. Amen. Aliyepewa uzao enzi kwenye uzao wa Yakobo, katika watoto 12 wa Yakobo, huyu aliyepewa uzao anaitwa Yuda. Amen. Yuda ndiye amekabidhiwa enzi katika watoto 12 wa nani? Wa Yakobo. Sikia, itakusaidia wewe mtu wewe. Amen. Yuda ndiye amekabidhiwa enzi. Biblia inasema hivi, anaambiwa fimbo ya enzi haitaondoka mikononi mwako. Amen. Wafanya sheria hawatakuwa juu, watakuwa chini ya miguu yako. Amen. Yuda anaambiwa habari hizo. Yes. Anakabidhiwa ile fimbo. Lakini Yuda ukiangalia katika hesabu za kitumishi kwamba Yuda ni mzaliwa wa ngapi? 4. Sema 4 basi. 4. Yuda ni mzaliwa wa ngapi? 4. 4. Lakini ukienda kimafunuo sasa, kwa sababu enzi ya kimungu ni nuru, ni mwanga. Amen. Ni mwangaza. Amen. Lakini Biblia inasema tena kwamba jua na mwezi na nyota ziliumbwa siku ya 4. Kwa hivyo kila aliye Mkristo yeye anaonekana kwenye enzi ya fahari kuu. Manake ana mng'ao usio wa kawaida. Amen. Akifika mahali popote pana giza la adui, lazima giza liaondoke. Yes. Ili yeye akatawale mahali pale. Amen. Akifika kwenye familia kuna giza, lazima giza liondoke. Amen. Amen. Kuna watu hapa hawajaelewa. Kuna watu hapa wako hapa wamepelekwa kwenye mifamilia fulani hivi, kwenye mifamilia fulani. Ile mifamilia ise ni usiku, lakini umeshangaa tu huko ile familia umeingia huko ukaoa.
Umeingia huko ukaolewa na ile familia. Hata unajiuliza nimeolewaje, nimeoawaje? Upati jibu. Kumbe Mungu tu alitaka nuru ingie wapi? Kuna amina hapa. Amen. Yaani Mungu anaamua kisa imeshakuwa giza, losi adaya. Imeshakuwa ni giza, ikishakuwa ni giza, Mungu anasema nuru itaingiaje hapo? Na kitafuta kidada kimoja cha Yesu langu uzima ambacho kina nuru ndani yake. Amen. Kikaolewa na huyo kijana huyo familia. Alafu kikiingia huko. Giza linaondoka. Halafu nashangaa mtu anakuwa nini? Ile familia inaanza kumpata Mungu, kumjua Mungu. Kumbe aliingia mtu mmoja tu. Na mimi nataka nikutangaze jioni ya leo kwamba yule mtu aliyeingia kwenye familia kwa kusudi la Mungu ni wewe. Amen. Anasema yule mtu aliyeingia kwenye familia kwa kusudi la Mungu ni wewe. Amen. Na ndio maana ulipoingia tu ukasukumwa, unang'ang'ania. Unajua hata kwa nini unang'ang'ania? Wanasema toka, upo. Wanasema upo. Kwa nini? Ulipelekwa na Jehova kwa makusudi maalum. Malaika wanasema rudi mwanangu, rudi, bado hawajang'aa hawa. Hawajapata mng'ao hawa. Amen. Lazima Mungu aonekane kwako. Unashangaa baadaye mmoja kaokoka. Amina. Wa pili kaokoka. Amen. Watatu wanasema bana tumkaribishe wifi aombe. Unaomba pale. Amen. Wanasema jamani maombi yake yametubariki. Kesho tena omba tena. Kumbe unaanza kuivuta ile familia yote kwa nani? Kwenye nuru. Amen. Haleluya. Amen. Biblia inasema kwamba Yesu alipoanza kazi anatoka Nazareti tu anaenda katika Galilaya. Kwa nini ameenda Galilaya? Galilaya ilikuwa inaitwa nchi ya uvuli wa mauti. Kwa hiyo kulikuwa na giza kubwa huko Galilaya. Na Yesu wakati anaenda Galilaya anaanza kufanya miujiza Galilaya. Anapata taarifa kwamba rafiki yake kipenzi Yohana Mbatizaji yuko gerezani. Amen. Haleluya. Na Yesu alipoambiwa, anaambiwa tumetoka sisi na wanafunzi wametuambia tuje tukuulize kwamba wewe ni wewe au ni tumtazamia ajaye. Yesu anauliza mmetumwa na nani? Anasema na Yohana. Anasema mpelekeni ujumbe huu. Mwambie tu kwamba hapa Galilaya viwete wanatembea, Yes. Mabubu wanasema, Dio. Vipofu wanaona. Amen. Mpelekeni hizi habari. Wanafunzi wakashikwa na butwaa, akafikiri labda jamaa angeachana na mambo ya Galilaya ya uvuli wa mauti, akaenda kwanza kumwangalia kipenzi chake gerezani. Amina. Kuna mtu aliyeelewa hapa? Mungu wangu. Amen. Unajua kuna namna fulani unaingia kwenye familia fulani, hiyo familia inarusha mishale kuchomoe. Huko wamenuna. Ngoja nikae hapa katikati. Kuna mafamilia fulani umeingia huko, wewe mwenyewe unashangaa uliingiaje hata hujui. Umo ndani za hiyo familia, kumbe unaangaza. Amina. Pande zote. Amen. Unaangaza nini? Amen. Pande zote. Huku kwa mababu, kwa mabibi, kwa wajomba, kwa shangazi. Halafu wenyewe wanakupiga. Kwa naomba na mama mmoja siku fulani hivi, alikuwa amenuniwa tangu alipozaa mtoto wa kwanza na akapambana akazaa watoto 7. Habari ya asubuhi. Yaani anasema yule baba tangu amenizalisha mtoto wa kwanza hajawahi kucheka na mimi. Vipi? Li baba lenyewe linasukuna, anambia mfukuze huyo. Mtoe huyo. Sasa lishaoa, limeoa tena kanisani. Ndio kashaingia huyo sasa. Huyo nuru kashaingia humo ndani sasa. Acha viumane lakini hatoki. Lazima nuru ingie kwenye ukoo. Nasema huyo mtu ni wewe. Nasema huyo mtu ni wewe. Nasema huyo mtu ni wewe. Uliowekwa kwenye familia, uliwekwa kwa kusudi la Mungu ili ukaangaze mahali hapo. Amen. Biblia inasema akawekwa Yuda pale, akaambiwa enzi iko kwa Yuda. Haleluya. Haleluya. Ndio maana Yuda akaitwa simba. Akasema Yuda wewe ni simba. Ni kama simba jike awaye mawindoni. Wewe ni shujaa. Sasa Yesu anazumu. Nikwambie kitu cha ajabu sana. Yesu hakuwa kabila la Yuda. Haleluya. Yesu hakuwa kabila la Yuda. Yesu alipoona tu kwamba mambo iko huku, akajichomeka kwa uzao wa Daudi hapo. Akasema yeye ni mzao wa Daudi. Simba wa kabila la Yuda. Amen. Ili aingie hapo ndani kwenye nuru. Natamka na wewe leo, utakapokaa watu watangaziwa, utakaposimama watangaziwa. Iwe ni kwenye nyumba yako, iwe ni kwenye familia, kwenye ukoo, watu watangaziwa na Bwana. Maana nuru yako itaangaza na utakuwa mtu mwenye enzi iliyokamilika. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Kama niendelee pale lakini hapana, jana nimekuchelewesha sana. Hata kama watu wa familia wameshindana na wewe, wamepambana na wewe, lakini leo utapokea
thawabu yako. Mungu atakuketisha hapo mahali, na ukielewa hiki ninachofundisha leo, utashangaa vile ambavyo Mungu atatenda kwenye maisha yako. Kuna vitu ulikuwa unavitaka sana, vitamani kwenye maisha yako, lakini leo unaenda kuvipata. Amen. Na kuna wachawi wanakuendesha kwenye maisha yako, unakuwa unawatumikia wao, na duniani hapa huna chochote, lakini leo watakuachia. Amen. Hata kama wamepewa sauti kubwa kiasi gani, enzi kubwa kiasi gani kwenye maisha yako, wamepewa kukutawala wewe, leo watakuachia. Amen. Unaweza kuwa unamwabudu Mungu, unatamani vile ambavyo unamwabudu Mungu uwe hivyo. Haleluya. Lakini shangaa kile unapotaka kutamani haiwezekani. Kwa nini? Kuna watu wabaya wameingia kwenye enzi, halafu wamekutawala wewe. Anasema utaketi kwenye enzi yako, halafu sauti yako itatawala watu wangu. Hakuna kitu kibaya kama kutawaliwa na mtu usiyemuona. Haleluya. Amen. Katika vitu ambavyo nimejifunza, siku moja tulikuwa kama familia tunaomba hivi, baada za maombi za jioni, nikasema tu kwamba leo ninafunga njia zote za wachawi wanaokuja kuchukua watu ndani ya nyumba na kwenda kuwatumikisha. Niliposema vile, nikashangaa binti wetu wa kazi akapiga kelele sana. Kila saa 6 dakika 1 usiku nakuja kuchukuliwa hapa na babu, nakuja kuchukuliwa hapa na bibi, wanakuja na nyoka mkubwa, na watoto wa dada yangu wanaendesha ile nyoka, wanachukua kila siku, tunaenda kwenye makaburi Dodoma kila siku. Tukaomba bado tukamfungua. Tumemaliza kumfungua, imekuwa mida ya saa 5 kasoro, babu yake anapiga simu kijijini, anasema naomba kesho urudi, nipe huyo unayemfanyia kazi. Akapewa mama, akasema kesho naomba arudi. Mama akamwambia hatuna nauli, akasema natuma, nipeni namba nitume, anatakiwa arudi. Kwa nini anasema arudi? Ni kwa sababu babu anamtumia, lakini kaona njia zake zimeharibiwa. Itakuwaje? Na wewe jioni ya leo, kila anayetumia njia zako wewe za baraka za mema kwa ajili ya kukutumikisha kwa ajili ya enzi ya kichawi, huyo mtu leo aachie maisha yako kwa jina la Yesu. Amen. Nasema huyo mtu aachie baraka zako katika jina la Yesu. Amen. Huyo mtu aachie mema yako katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Unaweza ukalalamika tu, unalalamika kwamba kwa nini mimi watu wanioni, kwa nini watu wanipendi, kwa nini sipendwi? Kumbe wewe kile unapotokea wewe hautokei wewe, anatokea aliyekaa enzini pake. Wewe unatokea mahali kwenye biashara, watu wanakimbia, wanasema hapana, usifanye biashara, usinunue kwake. Wewe unapotokea anatokea mtu mwingine. Yule mtu mwingine akitokea ndio wanamuona huyo, wanasema mtu gani huyu? Haleluya. Haleluya tena. Nasema haleluya. Sema Yesu, usiku wa leo nikumbuke. Nimesikia neno lako. Nikumbuke Bwana. Tengeneze kwa upya. Nimetambua kumbe hapa duniani nimewekwa kwenye enzi ya kutawala na kumiliki na kutiisha. Lakini maisha yangu hayaendi hivyo. Wako watu wabaya wanaonitumikisha, wanaonitawala, wanaonimiliki. Lakini leo hii niangalie tena Bwana, sina mtetezi isipokuwa wewe, sina wa kunisaidia isipokuwa wewe. Wewe ni nguvu yangu, wewe ni uweza wangu, wewe ni amani yangu. Jioni ya leo nisaidie Yesu, nisaidie Yesu, nisaidie Yesu, nisaidie Yesu, nisaidie Yesu. Kila anayenimiliki, anayenitawala, anayenitiisha, jioni ya leo kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa uweza wako, neema yako na nguvu zako zikashuke leo kwenye mwili wangu, mahali ninapoishi, mahali ninapokaa, mahali ninaposhinda,
kwenye biashara, kwenye ofisi, kwenye kazi, kila wanachokifanya kilichoharibu maisha yangu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Enyi Freemason, mnaonitawala, mnaonimiliki, achia maisha yangu. Enyi Illuminati, mnaonitawala, mnaonimiliki na kunitiisha, achia mwili wangu. Enyi mizimu ya ukoo, mnaonitawala na kunimiliki na kunitiisha, achia maisha yangu. Kila aliyenishikilia mahali popote, aliyesababisha nisitawale, nisimiliki vitu vya fahari, vitu vya uweza, vitu vya mamlaka, usiku wa leo malaika wa vita aliyeshuka wakati wa Gideoni akaharibu ile madhabahu ya mzee Yoash, ya Dagoni, ile madhabahu ya Mungu bahari iliyokuwa imemshikilia Gideoni ili asiwe mkuu, ili asiwe shujaa. Usiku wa leo ninaiapisha kila aina ya madhabahu ya upande wa baba, ya upande wa mama, kila aina ya madhabahu naitiisha, naiamuru sasa kwa sauti ya mamlaka, kwa sauti ya kifarume. Ewe madhabahu ya bibi yangu mzaa baba, mzaa mama, ya bibi yangu mzaa baba, mzaa mama, hiyo madhabahu naitiisha sasa. Niachie, 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 niachie kwa jina la Yesu. Kila aina ya sadaka iliyotolewa kwenye hiyo madhabahu ili wanishikilie mimi, ili washikilie baraka zangu, ili washikilie mema yangu, usiku wa leo, jioni ya leo, ninakwenda kinyume na hiyo madhabahu iliyoshikilia nguvu yangu ya fedha, ya biashara, ya huduma, ya kuonekana, ya uongozi. Kila nguvu iliyozuiliwa na hao wakuu waliokaa mahali pasipo kwao, mahali pasipo kwao kwenye madhabahu ya giza, ninawaamuru sahi, kila walichoniwekea kwenye mwili wangu ili wanimiliki, sahi kinaachia mwili wangu, kinaondoka mwili wangu, kinaachia mwili wangu, kinaondoka mwili wangu. Kila walichokiweka kwenye mwili wangu sahi kinaachia mwili wangu. Iwe wamekiweka kwenye utosi wa kichwa changu, pasuka niachie. Ila wamekiweka kwenye macho ya uso wangu, toka achia. Ila wameweka kwenye kinywa changu, usiku wa leo ninawaamuru waachie kinywa changu. Ili wameweka kwenye kifua changu, leo wanaachia kwa mamlaka ya jina la Yesu. Iwe wameweka kwenye mikono yangu, kwenye viganja vya mikono, wakazuia ukuu wangu, kama walivyofanya kwa Gideoni, akawa anapeta ngano, kumbe yeye ni shujaa. Na mimi najitangaza na ninajitamkia leo, mimi ni shujaa wa kanisa hili la Yesu lango la uzima, wa kanisa hili la Yesu lango la uzima, la kanisa hili la Yesu lango la uzima. Kila mahali waliposhikilia mema yangu, ukuu wangu, leo najitangaza mimi ni shujaa wa kanisa la Yesu lango la uzima. Nimeketishwa kwenye enzi yake. Vitu vyote vya thamani ni vya kwangu, vitu vyote vya baraka ni vya kwangu. Kila aliyeshikilia baraka zangu ninamwamuru sahi, achia mikono yangu, achia uso wangu, achia tumbo langu, achia kiuno changu, achia miguu yangu, achia nyayo zangu, achia, achia. Kila mchawi aliyeshikilia mema yangu leo anayaachia kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nasema leo anayaachia kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nasema leo anayaachia kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila aliyeshikilia zile baraka zangu hata zishikilia tena. Biashara yangu, huduma yangu, watoto wangu, ndoa yangu, kazi yangu, heshima yangu, katika jina la Yesu, achia katika jina la Yesu. Nyosha mikono yako juu. Mungu anaenda kugusa kila mtu aliyeko mahali hapa sahi. Roho Mtakatifu, wewe ni mwalimu, wewe ni nguvu, ni wewe Roho uliyemfufua Kristo
kutoka katika wafu. Ni wewe Roho uliyemfufua Kristo kutoka katika wafu, kwa kila mmoja anayetawaliwa na enzi ya kuzimu, anayetawaliwa na mamlaka ya kuzimu. Roho Mtakatifu, ninaita nguvu zako na enzi ya kichawi na enzi ya kiganga, anayetawaliwa sahi, kila aliyeko hapa aliyeshikiliwa na enzi ya kiganga, enzi ya kichawi, wanaomfuata usiku akiwa amelala, saa hii ninaita moto kwenye utosi wake, naita moto kwenye kinywa chake, naita moto kwenye miguu yake, naita moto kwenye tumbo lake. Achia haraka mikono yake, achia mikono yake, achia mikono yake, achia mikono yake, achia mikono yake. Ninaongea na wale fisi wanaolia nyumbani kwake usiku. Ninaongea na wale bundi wanaolia kwenye nyumba yake usiku. Naongea na hao paka wanaolia kwenye nyumba yake usiku. Naongea na hao mapaka wanaolia kwenye nyumba yake usiku. Wewe paka uliogeuka mtu, unakuja kwenye nyumba yake, ungua moto, shika moto, shika moto, touch fire, fire Holy Ghost, fire, ungua moto, unaungua moto. Paka mnaokuja kulia kwenye nyumba yake usiku, ya kumvua nguvu ya utumishi, nguvu ya uinjilisti iliyovuliwa tarehe 17 ya mwezi wa 9 ya mwaka 2014. Yes, siku ya Jumatatu, siku ya Jumatatu ninaona nguvu ya Mungu ikiingia sasa kwenye mwili wa huyo mtu. Anavikwa tena ilo vazi walilolimvua, anavikwa tena vazi walilomvua. Walisema hawezi kuwa mchungaji huyo, wanasema hawezi kuwa mwinjilisti huyo. Walipoona anaanza kusoma neno la Mungu, wakaharibu macho yake, akawa haoni vizuri Biblia. Lakini sasa hii mizimu inaungua moto, inamwachia mizimu ya ukoo iliyoshikilia karama yake ya uchungaji, karama ya uinjilisti iliyoshikiliwa na mizimu ya ukoo, inawaka moto, inaungua. Wanamwachia kwenye mapango, kwenye mashimo ya familia, kwenye makaburi ya mababu, wanaachiwa apite kwa jina la Yesu. Go. Huyo anatembea, anaenda kwenye karama, anaenda kwenye huduma aliyoitiwa, naona miguu yake inapata moto, miguu yake inapata moto. Huyo anatembezwa na malaika, anatembezwa na malaika, anapita huyo. Uchawi waliomwekea kwenye ule mji unaungua moto sahihi, waliomzuia na uchawi wao unaungua moto sahihi. Ninaona miguu yake ikiwaka moto, ninaona miguu yake ikiungua moto, miguu yake inaungua moto. Wanaenda kutembea kutangaza Injili, anapita nyumba kwa nyumba, amekuwa na kinywa cha kualika watu waje kanisani. Waliomshikilia wanaungua moto. Touch Holy Ghost fire. Shika moto, shika moto, shika moto, shika moto. Kwa nini mmemzuia huyo? Kwa nini mmemzuia mkuu aliyewekewa enzi ya utumishi kwenye kanisa, aliyewekewa enzi ya utumishi kwenye kanisa? Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, ninaita moto sahihi. Nyota ya ustaa iliyoshikiliwa kwako leo ninawakamata wachawi wote. Nakamata kila mchawi aliyeshikilia nyota yako ya ustaa. Yes, huyu binti alikuwa na akili nyingi sana. Wakamfuata usiku, wakamwekea vitu kwenye pua yake. Sasa ninapoongea vinatoka hivyo vitu. Yes, 1, 2, go. Mwachie haraka huyo, mwachieni mwili wenu huu na uharibu. Mimi naweka mwili mwingine wa kumtumikia Mungu, wa kumtumaini Mungu. Ule mwili unaolala, unaowenye kusinzia na uondoa, na yale macho na yangoa mara 7, 2, 3, 4, 5, 6. Jina la Yesu, chilia neema ya kiungu katika jina la Yesu. Yes, kila anayeshindana na wewe upande wa mwanaume, kila anayeshindana na wewe anakuachia sahihi. Yes, kila vita yako ilipoinuka inakuachia sahihi. Kila vita yako ilipowekwa inakuachia sahihi. Unaona vita iliyokushikilia tangu umepata ndoa ya kwanza, ndoa inaona vita ambayo ilikushikilia. Yes, ninakamata uso wake na kumuinua huyu na kumketisha penye enzi. Mashetani toka, toka uchawi, toka mizimu, toka babu uliyeshikilia uso wake. Achia haraka. Haya, toa vitu vyako ulivyoweka kwenye koo, toa haraka. Toa vitu vyako ulivyowekea kooni huyu, toa. Kwa nini umewekea vitu kwenye koo? Kwa nini umemmezesha irizi? Kwa nini umemmezesha uchawi huyu? Ninaongea na wewe, naitwa Mdoe, Yesu amenituma. Kwa nini umemwekea umemmezesha vitu? Kwa nini umemmezesha vitu hivi?
Kwa nini umemezea vitu kwenye koo lake? Kwa nini umemezea vitu kwenye koo lake? Wewe, kwa nini umemezea vitu kwenye koo lake? Haya, toa haraka vitu, toa haraka, toa haraka. Hii ni amri, toa haraka, toa haraka. Sogeze hapa wewe. Nyosha tu mikono yako mahali ulipo. Ukiwa naomba taratibu. Yes, kuna vitu nataka vitoke kwenye koo la huyu mama. Huyu mama ni mhubiri mkubwa, ni mtumishi wa Mungu kabisa. Adui amekamata nguvu yake ya kuongea. Adui amekamata nguvu yake ya kuongea. Baba, umenipa mamlaka, umenipa kumiliki na kutiisha. Natiisha kila farume iliyokaa kwenye mwili huu, walichomlisha usiku. Yes, wale wadudu waliomlisha, wanaotembea kwenye mwili wake, wale wadudu wanaotembea kwenye mwili wake, ninawaamuru sasa wachomoke. Ninawaua sasa ndani yake, wachomoke. Na waua wachomoke ndani yake sasa. Na waua wachomoke ndani yake sasa. Ninawaua wachomoke ndani yake sasa. Ninaua hao wadudu wachomoke ndani yake sasa. Ninaharibu uchawi aliomezeshwa alipokuwa amelala. Naharibu uchawi aliorishwa kwenye vyakula vya kichawi. Naharibu uchawi uliokaa ndani mwake. Toka, achia. Nakufa wewe mchawi. Unakufa ndio. Toa. Haraka. 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 Haraka ni amri, toa hivyo vitu. Haya. Out. 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 Nasema toa haraka, toa hivyo vitu. Toa hivyo vitu, yes. Baba, navipandisha kwa mamlaka nguvu ya Roho Mtakatifu. Navipandisha kwenye tumbo lake, vitoke sahi. Navipandisha vichomoke, navipandisha vichomoke. Vichomoke vyote walivyomwekea tumboni. Walimwekea kwenye tumbo la chakula. Walimwekea kwenye tumbo la chakula ili aje afe na sukari. Walisema tamua kwa sukari. Ninaiapisha sukari ya kichawi iliyokaa tumboni kwake. Naiapisha sukari, naachilia moto kwenye tumbo lake. Naachilia moto wa Roho Mtakatifu kwenye tumbo lake. Naachilia moto. Pesh! Jina la Yesu. Kila aliyeshikilia enzi yako hataweza tena. Yeyote aliyeshikilia enzi yako, alikamata enzi yako tangu ulipoolewa, wakasema kakienda huko kanaenda kuwa kachungaji yaka. Wakachimba shimo kubwa kwenye mji wa kwenu, shimo kubwa, wakaingiza karatasi limeandikwa maandishi ya Kiarabu, likaandikwa jina lako, wakasema tunamzika na huduma yake tunaizika. Sasa ninapoongea mimi nafungua hilo shimo, nalifukua hilo shimo kwa mikono ya malaika wa vita, kwa mkono wa Bwana ulio hodari. Ninatoa kila uchawi na ile karatasi iliyoandikwa jina lake, ninatoa kila uchawi. Yes, ni mwinjilisti huyo. Kwa nini mmemkamata mwinjilisti? Mwinjilisti wa kanisa. Kwa nini umemkamata mwinjilisti wa kanisa? Ninaongea na wewe, nyoka mkubwa. Wewe nyoka mkubwa. Wewe nyoka mkubwa. Wewe nyoka mkubwa. Wewe nyoka mkubwa. Nyoka unatembea kwenye misitu ya kule kusini. Wewe nyoka mkubwa, uliyemeza wanafamilia. Wewe uliyemeza wanafamilia, nyoka mkubwa. Nyoka mkubwa unayemzuia hata asije kanisani. Huyu unamzuia asije kanisani kila siku. Nyoka mkubwa, nimekamata kichwa chako sahihi. Nimekamata kichwa chako na kipasua kichwa chako. Pasua kichwa chako na kipasua kichwa chako. Nyoka wa familia, uliyekula miguu yake ukasema hata kaa hubiri huyu, uliyeweka vitu vya mateso kwenye kiuno chake, sasa ninaita moto kwenye kiuno. Ninaita moto kwenye kiuno. Kila alama uliyomwekea ya mateso, Baba, namfungua mama huyu ambaye ameketishwa kwenye enzi ya upande wa kwao na upande wa kinakaniki. Huyu ndiye amekaa juu ya hiyo enzi. Huyu ndiye amekaa juu ya hiyo enzi. Kwa mamlaka jina la Yesu, ninamuondoa kwenye mamlaka yote ya giza na ninamweka kwenye hiyo enzi ya kutukuka, enzi ya kuinuka, ya kubeba hizo familia zote mbili ambazo zimewekwa kwenye mabega yake. Amewekewa familia zote mbili kwa sababu ni mkuu. Ameweka kwenye enzi ya ufalme kila kilichofunga nguvu ya mikono yake, ili asimiliki, ili asinue hizo familia, ili achoke, ili asarende. Leo hii, mighty name of Jesus, I command every power, kila roho iliyotoka kwa Lucifer, kila roho iliyotoka kwa Lucifer iliyomshikilia huyu binti mwenye mikono ya ushujaa kama ya Gideoni. Gideoni hakujua kwamba nyumba ya Yoashi ataibeba yeye. Wewe uliyeshikilia mikono yake ukaifunga kwenye mwili, yes, anatembea ni kama hana mikono,
Umeifunga mikono yake kwenye mwili, kwenye viuno vyake, ukafunga na kamba zako za kaniki na mikatale ya kuzimu. Leo ninaita moto kwenye mabega yake, kwenye mabega yake. Kila nyota aliyowekewa ya kubeba upande wa Uzia, alipelekwa kwa kina Uzia kwa nguvu ya kuibeba familia. Leo ninaita moto kwenye mikono yake, ile mikono yake iliyoshikiliwa na kuzimu, ile Freemason, Illuminati walioshikilia nguvu yake, toka, achia kwa moto. Andika vile vyeo kuanzia saa hii, namweka vile vyeo vya kubeba hiyo familia, namweka ukuu wa kubeba hiyo familia, na achilia nguvu ya uwezo kwenye mikono yake, akabebe hizo familia zote mbili katika jina la Yesu Kristo. Jesus. Kwa nini umeharibu mwili? Kwa nini umeharibu mwili? Kwa nini umeharibu mwili wakati huu ni mnene, umemfanya mwembamba hivi? Naongea na wewe. Kwa nini umeharibu mwili? Wewe ni nani uharibu mwili? Uko chini ya ulinzi. Uko chini ya ulinzi. Kwa nini umemfanya mwembamba wakati ni mnene? Kwa nini nyie mnakula, mnafanya mabiashara kwa mikono ya binti? Kwa nini biashara zenu zinakuwa alafu mmechukua mikono yake na baraka zake na nyota yake mnazitumia nyinyi? Leo ninamweka vyeo, nambandika nyota kubwa za ushindi kwenye mabega yake. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Na achilia nguvu kwenye mabega yake saa hii. Kila aliyeshikilia mikono anaungua. Yes, anaungua. Mikono ya kushika paundi, umeshika mikono ya kushika Nile, ya kushika euro, ya kushika dola. Mikono inaichovya kwa damu ya Yesu. Naichovya kwa damu ya Yesu, naichovya kwa damu ya Yesu, ndio. Naichovya mikono, naichovya saa hii. Naichovya, ndio. Pesa zake mlizoziondoa tangu akiwa darasa la 5 mmehangaika naye huyu binti. Mlipoona anang'aa shuleni, mkaitana, mkamtumia yule mwalimu wa shule aliyekuwa mchawi, aliyemuita ofisini, aliyekuwa anachukua nguvu ya miguu yake. Ninaita moto sahihi kwenye ile ofisi aliyosoma, ile shule aliyosoma, ambayo yule mwalimu alichukua nguvu yake. Mwalimu, unaungua moto. Mwalimu, unaungua moto. Unaungua moto wewe mwalimu. Ulimwibia nyota yake huyu akiwa darasa la 5. Leo ninaangusha, napasua zile meza, naangusha meza zako, naangusha meza zako, madeski yako nayaangusha. Uliochukua nyota yake darasani, ulimuita kwenye ofisi ya shule, ninaita moto leo. Leo mnamwachia, nafanya vita, navunja viti vyote mlivyokaa mkichukua nyota yake. Wewe mwalimu uliyeambiwa chukua nyota ya binti ni wa kimataifa, ukachukua nyota ukampa mdogo wako, leo moto unawaka kwenye mikono yake. Leo moto unawaka kwenye mikono yake, ndio. Ninamvua mavazi huyo mdogo wako, mavazi uliyomvalisha na vua, ndio. Roho ya Illuminati, Freemason mliotumia, mliweka alama saini kwenye vidole vyake, mliweka alama saini, mnaungua moto. Illuminati 66 mnashika moto, alama za kuzimu, mikatale ya kuzimu inayokatika, pigwa kwa moto. Leo mnamwachia huyu. Leo mnamwachia huyu mnamwachia. Mlimuita darasani kwenye ofisi ya walimu, mkamwambia njoo Amina. Mlipomwita usiku akaota amekutana na mtu mkubwa amekaa kwenye kiti chini ya maji, ndipo mkambandika mihuri ya Freemason ya 666, mihuri ya mpinga Kristo. Ninapoongea sasa hivi, Baba uliye mwaminifu, mwenye enzi kubwa, shusha moto kwenye hizo alama, shusha moto katika jina la Yesu. Kuzimu, majoka ya chini ya bahari, pigwa kwa moto. Go. Namwachia huyo. Yote aliyekumeza akutapike sahihi. Kila aliyekumeza akutapike. Mungu ananionyesha ulikuwa unaingia mahali kwenye nyumba, ni usiku, ni chumba, ni kama parking ya gari. Hiyo ndoto utaikumbuka napoongea saa hii. Ulipokuwa unaingia kwenye hiyo ndoto ukapotea, lakini ilikuwa ni parking, afu ilikuwa na giza. Ni parking ya gari. Roho Mtakatifu ananiambia ni parking ya gari. Uliingia mdomo wa mnyama mkubwa, akameza na maisha yako mahali pale. Ninapoongea saa hii, ninamwamuru kwenye ulimwengu wa roho, aachie mwili wako, autapike saa hii. Aachie kazi yako, aachie baraka zako, aachie mema yako kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila aliyekumeza, go. Mwachie katika jina la Yesu. Yes.
Jina la Yesu. Ni siku 21 za maombi zitakazoondoa vifungo mbalimbali, mipaka ya kufanikiwa, chini ya mtumishi wa Mungu Bishop James Mdoe. Ataombea watu mbalimbali. Bado unayo nafasi mpaka tarehe 22 mwezi wa pili mwaka 2026, kila siku saa 10 jioni mpaka saa 12, na Jumapili itakuwa ibada pekee ya neno la Mungu, maombi na maombezi, kisha tarehe 22 kuhitimisha na sakramenti ya meza ya Bwana. Hakikisha adui asiweke kizuizi cha kukosa maombi haya. Njoo na jirani yako. Location Kitunda Kibeberu, kanisa la Yesu ni lango la uzima, au tupigie kwa simu namba 0679266863. Wote tuende kwa Yesu. Fanya awe mtu wa kuloga watu huyu. Nitaluka naye kwenye ungo huyu. Nitafanya naye yes, bibi naona anaungua na majeshi yake. Anayesema ni mjukuu wangu anaungua moto, 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 bibi anaungua moto. Aliyeweka agano la kitovu, aliyesema lazima awe